There is no way mtu ameua mtoto wenyu alafu wache pia nyinyi muziki huyo mtoto, na nyinyi ndio mmemuua. Mlimuua kwa sababu hamumtaki. Sasa mbona mumuzike na ili hali ni nyinyi mmemuua? So familia imeamua iwachane na hizo mamali zenye ambazo mtoto wao alikuwa nazo. Haina shida, kwa sababu kumbuka hawa ni Watanzania na huyu mwanamke alikuwa ameolewa Kenya. Sasa nikuulize, kabla watoke tena huko Tanzania wakuje tena waanze kupigania mali hapa na pale, na already huyu ndugu yake kwa jina Jeff, ndugu ya huyu Fred Mokaya, already asha take over biashara, already ashakaa pale, amekuwa manager sasa. Kwa sababu inasemekana huyo mwanaume kwa jina Fred Mokaya, baada ya kuchomekea kwa hiyo nyumba juu, kati aliwasha kiberiti, hakujua ya kwamba gas na petroli wanga zinawaka kulingana na hewa, zinafuata hewa. So zilikuja zikamfunikia kwa hiyo nyumba, zikamteketeza proper. By the time anaenda kufikia mlango, hauwezi ona, ni giza. Ukifungua macho, moto inakuchoma. Nyumba imejaa moto. So mtoto wenyewe atakuwa nazikwa huko Tanzania, kwa familia yao, mahali penye alitoka hakufukuzwa. Familia yao wako na uwezo wa kuzika mtoto wao. So wamesema ya kwamba hata kama mila za Wakuria hazikubali vitu zingine, lakini unaangalianga circumstances zenye ambazo mtoto wenyu alikufia. Kwa sababu kama mtoto wenyu alitoka kwa kwenyu akaenda kaoleka na mwanaume ameamua kumuua. Sasa hakuna vile ambavyo mtakubali huyo mwanamke mwenye kuuliwa na bwana yake kuzikwa kwa hiyo boma, kwa sababu ile spirit haita rest. Itakuwa inanyonga hiyo familia, na pia itakuwa inakuja pia kwa kina ama kwao pia inanyonga pia wazazi na familia. So ndio maana unakutanga kuna maboma zingine unakutanga tu makaburi. Watu walikufa wakaisha. Yote tu ni kwa sababu ya laana. Kuna kitu walifanya, kitu ambacho kinawakula. So hawakutaka mtoto wao aweze kuzikwa kwa hiyo boma. Ndio maana wakaamua, wacha tuchukue mtoto wetu tujizikie sisi wenyewe, kwa sababu tunampenda na sisi ndio tunajua uchungu wa mwana, kwa sababu uchungu wa mwana haujuae ni mzazi. Okay. Esther was my sister. Yeah. Yeye ni mtoto wa tatu kwa familia, na mimi ni last born, mtoto wa mwisho. Wote mmejua cheki kimeendelea online, mmeongea. Yeah. My sister atakuwa nazikwa this Saturday Sirari, Tanzania. Mnakuja msiba wao, mkikuja msende Sirari, Tanzania, uwanja wa Tarafa. Hapo nitafanyia mazishi. Tazikwa na hapa ndio kwao. Hapo nyuma ndio kwao West. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Alright, ladies and gentlemen, hizi ni update za Esther Gati. Esther Gati yule mwenye aliweza kuchomwa na bwana yake kwa nyumba na petroli hadi kukufa huko Kisii, daraja 2, ladies and gentlemen. So hii ni update, hizi ni habari za mazishi yake. So for those people ambao mlikuwa mnashangaa kunaenda haje nini, kumbuka ile information yenye ndugu ya huyo Fred Mokaya ambaye ni bwana ya Esther, hiyo story tumeweza tumeweza kuitupilia mbali, kwa sababu ilikuwa ni habari potovu. Lakini hii ni habari kutoka kwa ndugu kitinda mimba wa kina huyu Esther Gati. Unaona, Esther Gati kumbuka alikuwa ni mtoto namba 3 katika familia yao, na hizi ni habari kutoka kwa ndugu yake last born. Unaona, ndugu watoka nitoke, unanipata? So ameweza kutufahamisha ya kwamba candle lighting ya huyo mtoto wao kwa jina Esther Gati itaweza kufanyika tarehe 18 huko Kisii, daraja 2 market, katika Solar Plaza masaa ya saa 12 jioni. So mtu yoyote mwenye huko Kisii, unaomba uweze kufika pale Solar Plaza masaa ya saa 12, mahali ambapo kutaweza kukua na candle lighting yake, mahali ambapo pia watu watakuwa wanajipanga jinsi ambavyo wataweza kumzika mpendwa wao. Alafu pia inasemekana ya kwamba tarehe 19 kutakuwa na body procession ambayo ni msafara itaweza kutoka Kisii ielekee moja kwa moja hadi nyumbani kwao mahali atazikwa huko Tanzania, uwanja wa
tarafa, unaona. So huyu madamu alikuwa Mkuria wa Tanzania. So huyu msichana atakuwa anazikwa Sirare, unaona, Sirare Tanzania, uwanja wa tarafa, unaona. So kwa wale watu mnakuwa mnasema na si Wakuria ni wa Kenya. No. Kuna Wakuria wenye wako kwa boda ya Tanzania na kuna Wakuria wako pande ile ingine ya Tanzania. So wote ni Wakuria. The way pia Uganda kuko na Waganda ambao ni Wajaluo lakini IDs zao ni Waganda. The same way pia Kenya pia vile vile tuko na Wajaluo lakini wako na IDs za Kenya. So hizo ndio habari ambazo zinajiri, na mimi kama Jackson nikasema ni vizuri ni kuje kuwa update ya kwamba baada ya hiyo mwili kuweza kusafirishwa nyumbani kwao tarehe 19, hiyo mwili italala na itazikwa tarehe 20 Septemba. Unaona, tarehe 20 Septemba ndio siku ya mazishi ya huyu Esther Gati, unaona. So guys, mimi nimeweza kufurahia sana kusikia kwamba Gati atazikwa na familia yake. Manake guys, there is no way mtoto wenyu atauliwa na bwana yake, bwana ambaye hajapeleka mahari, amemuua, amemchoma akiwa na mimba. Reason being, wewe umeenda umepachika mwanamke mwingine mimba huko nje, alafu ukakuja ukamwambia kwamba mimi nataka kuongeza mwanamke mwingine. Bibi akakuuliza, mume wangu, unaongeza bibi mwingine na pesa gani zenye wewe uko nazo? Ni pesa gani hizi mingi zenye zinakupelekea kuongeza mwanamke mwingine? Kwa sababu ninapoangalia ni mimi ndio nina provide kwa hii nyumba. Nilikupata ukiwa na watoto wawili, watoto ambao ulizalisha mwanamke mwingine, mwanamke mwenye alikuacha kwa sababu ya kukua kitombi. Nonye nembereneke mincha inkeli koliegu na barogi kemincha na mboron kianya koliegu na marogi omorogi gaikirase kemincha kenge sitigam ago keongori oteba ya yeke nonye no morero go sambire kemincha nge koyi igo bono tebi nyasaye kero muntu ekero kuramo umuntu ngaye no muntu amabi ebori nimbwate kemincha kukuramo umuntu ayene kerema ebori nimbwate kemincha kero kinimbwate kokonyore kemincha kero weteneniga ogochikogia kaiga nkeri koboka kugetega kitika kondeti down kaki nkoreto uraibu kaki nkoreto uraibu ogonya ugiaka matenga pu wagiaka pugaki nkoreto uraibu kaki nkoreto uraibu kianga gotenena ayana amabi. You are the most useless person. Lakini mimi nikakukuja, nikakupenda, tukapendana, nikakutoa kwa kazi ya umakanga, nikakwambia hata kama hii pesa yako ya umakanga kwa basi za Nyamira haitoshi, wewe kuja tu, hii kidogo ninapata tutakuwa tunakula na tutasomesha watoto. Huyu mama amekulelea watoto kutoka wakiwa wadogo mpaka wakakuwa kubwa, na kwa sababu mmekuwa mkikulana bila protection mpaka ikafika mahali huyu mwanamke akaona hawezi zaa. So akaona kwa sababu wewe amekupata na watoto wawili wasichana na yeye ndio ana provide, so akaamua kuadapt mtoto kijana, at least wakuwe na mtoto kijana kwa hiyo nyumba. Lakini wewe kadri siku zinapoenda ukaanza kuchukia yule mtoto, na ukaamua sasa wewe utaki yule mtoto tena, ukaamua utafute mwanamke huko nje, ujitafutie mtoto kijana mwenye ni mbegu yako. Alafu unakuja unabrekia bibi yako ya kwamba sasa my sweetheart niko na bibi mwingine, na mkae mkijua mko wawili. Sasa hizi pesa zenye na ambazo ninatoa kwa boutiques nitakuwa ninagawanya na kupea zingine unapeleka huko, ama namna gani? Ama mnapanga kuniua? Kwa sababu unapoona mwanaume ametafuta mwanamke mwingine na huyo mwanaume hananga pesa, jua ya kwamba wanataka kukuua ndio ili wabaki na mali yako. So mwanamke alipokataa, mwanaume alienda akakunywa pombe, akalewa, na akakuja nyumbani na akapigia bibi yake simu akamwambia kuja nyumbani kuko na kashida kidogo tusolo. Mwanamke jua alikuwa ameshatoka nyumbani, akabidi arudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba, kumbe huyu mwanaume alikuwa amekuja na petroli. Mfanyakazi akamuuliza, baba nani, petroli ni ya kazi gani? Lakini mwanaume akamwambia, wewe usijali, wewe acha maneno mingi. Ni kunguni nataka kuua. Sio kitanda ya watoto iko na kunguni, nataka kuua.
Lakini msichana anashangaa, petroli kwa nyumba ni very risky, inanuka kila mahali, hata huwezi pika kwa nyumba. So bibi alipokuja akaingia huko kwa nyumba, inasemekana ya kwamba huyu mwanaume aliweza kumurukia na kumurusha kwa bedroom, na akachomoa kifunguo kwa mlango na akamfungia na ndani, akaenda akawasha gas na pia akapoa hiyo petroli na akamuua, na hivyo ndivyo alimuua. So baada ya kumuua, ladies and gentlemen, ndugu yake amekuwa akisema ya kwamba ati familia waliiba mwili. My friend, waliiba mwili kwa sababu there is no way mtu ameua watoto wenyu alafu wache pia nyinyi muziki huyo mtoto, na nyinyi ndio mmemuua. Mlimuua kwa sababu hamumtaki. Sasa mbona mumuzike na ili hali ni nyinyi mmemuua? So familia imeamua wachane na hizo mamali zenye ambazo mtoto wao alikuwa nazo. Haina shida, kwa sababu kumbuka hawa ni Watanzania na huyu mwanamke alikuwa ameolewa Kenya. Sasa nikuulize, kabla watoke tena huko Tanzania wakuje tena waanze kupigania mali hapa na pale, na already huyu ndugu yake kwa jina Jeff, ndugu ya huyu Fred Mokaya, already asha take over biashara, already ashakaa pale, amekuwa manager sasa, kwa sababu inasemekana huyo mwanaume kwa jina Fred Mokaya, baada ya kuchomekea kwa hiyo nyumba juu, kati aliwasha kiberiti, hakujua ya kwamba gas na petroli uanga zinawaka kulingana na hewa, zinafuata hewa. So zilikuja zikamfunikia kwa hiyo nyumba, zikamteketeza proper. By the time anaenda kufikia mlango, hauwezi ona, ni giza. Ukifungua macho, moto inakuchoma, nyumba imejaa moto. So by the time anaenda kufikia mlango na kufungua na kutoroka, already alikuwa ameshachomeka, mwili ilikuwa imechomeka vibaya sana. So baada ya zimamoto kukuja na kuzima moto, wakaweza beba mwili wa mama, baada ya mama kuchomeka mpaka kuiva, na mpaka mtoto mwenye alikuwa kwa tumbo wa miezi 6 kuiva na kukua nyama choma ama na kukua nyama imeiva. Pia huyo mwanaume alipelekwa hospitali, lakini ilishindikana. Madaktari wenye wako Kisii hawana vifaa za kutosha zenye zinaweza fanya huyo mwanaume apone. So waliweza kumweka kwa ambulance, wakasafirishwa hadi Nairobi. Sasa huyu wako Nairobi anatibiwa na ako katika hali mbaya sana. So mtoto wenyewe atakuwa nazikwa huko Tanzania, kwa familia yao, mahali penye alitoka hakufukuzwa. Familia yao wako na uwezo wa kuzika mtoto wao. So wamesema ya kwamba hata kama mila za Wakuria hazikubali vitu zingine, lakini unaangalianga circumstances zenye ambazo mtoto wenyu alikufia. Kwa sababu kama mtoto wenyu alitoka kwa kwenyu akaenda akaoleka na mwanaume ameamua kumuua, sasa hakuna vile ambavyo mtakubali huyo mwanamke mwenye kuuliwa na bwana yake kuzikwa kwa hiyo boma, kwa sababu ile spirit haita rest, itakuwa inanyonga hiyo familia, na pia itakuwa inakuja pia kwa kina ama kwao pia inanyonga pia wazazi na familia. So ndio maana unakutanga kuna maboma zingine unakutanga tu makaburi, watu walikufa wakaisha. Yote tu ni kwa sababu ya laana. Kuna kitu walifanya, kitu ambacho kinawakula. So hao hawakutaka mtoto wao aweze kuzikwa kwa hiyo boma. Ndio maana wakaamua, wacha tuchukue mtoto wetu tujizikie sisi wenyewe, kwa sababu tunampenda na sisi ndio tunajua uchungu wa mwana, kwa sababu uchungu wa mwana haujuae ni mzazi. Unaona? So wazazi wake wameweza kujipanga. Sasa hivi unapoenda pale kwa hiyo boma, my friend, unapata hema imewekwa pale, boma iko vizuri. Yani hiyo ni familia ambayo inajielewa. Ndio ukiangalia hata brother ya huyo Esther Gati, ladies and gentlemen, huyo brother yake ni mtu ambaye pia anajielewa. Pia inasemekana ni mtu ambaye anajielewa, anaitwa Sharo Millionaire. Sharo Millionaire pia ana own klabu, ana own klabu kake pale, klabu ambako kanauza pia pombe pale. So inasemekana wameweza kujipanga, wamejengea wazazi, wameweka maisha mazuri. So wazazi wake si ati ni watu wanapitia magumu, ni watu pia wameweka vizuri, unaona? So hiyo wivu ya wanaume ambao ni makanga, wanaume ambao hawataki kujituma, wao tu ni kukaa tu na kungojea waletewe na mwanamke, wanaingiwa na spirit ya kutaka kuwa wanawake wengi. My friend, hauna pesa, nyege unatoa wapi? Unatoa wapi nyege? Umeoa bibi mzuri, bibi mwenye na ambaye anakupost kila mahali kwa mtandao akisemanga vile ambavyo Mungu amembariki. Wewe badala ufurahie bibi mpaka anakusupport usimame UMCA na chama cha Azimio,
Kwa sababu my friend, ukiwa unajua, let me tell you, unaponona na uvalishwe suti unakaanga mheshimiwa. So the only kazi yenye ambayo inaendana na wewe ni kazi ya wanasiasa, unaona. So bibi amesimama sana na huyu mwanaume wake. Mwanaume amesimama vizuri. Mwanaume akikuja nyumbani anafanyiwa birthday, siku ya birthday. Mwanaume wakati wowote my friend anataka chochote anafanyiwa. Mfanyakazi yako pale anampigia nguo pasi, masuti zinapelekwa kwa dobi. Na nikisi. Huyo sio mwanamke anakupenda. Wakati wanaume ninaona kwa comment section wanalia machozi. Wanatamani Mungu awaletee wanawake kama hawa. Ama tu mwanamke mwenye atawapenda. Wengine nao wanachoma mabibi zao kwa sababu wanawapenda sana. Unachoma bibi yako kwa sababu anakupenda sana. Ati juu mwanamke anakupenda sana, unaona ni kama ako desperate. Na nyinyi wanawake mnanisikiliza, na nimekuwa nikisema hii kitu many time without numbers, ya kwamba usiwahi sema ya kwamba wewe ni tasa. Wewe unasema wewe ni tasa kwa nini? Huyu Esther ameishingi kudhani ya kwamba yeye ni tasa, yeye ni tasa, yeye ni tasa, mpaka kafika mahali akaadapt mtoto. Huyu mtoto mwenye aliadapt, alimuadapt akiwa mdogo kabisa, mchanga. Sasa hii mtoto ni mtu mkubwa. Wakati mtoto amekuwa mkubwa ndio anapata mimba. Na yeye ameshingi kudhani ya kwamba yeye ni tasa. Mungu ndio ako na uamuzi wa kusema ya kwamba wewe ni tasa ama wewe sio tasa. Hii mambo ya kwenda ukisema ya kwamba wewe ni tasa uache. Kama Abraham na Sara waliweza kupata mimba ama waliweza kuzaa mtoto wao ambaye ni Isaac wakiwa wazee, sembuse wewe. Hakuna lisilowezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na wewe mwanamke mcha Mungu, wewe mwanamke unaenda kanisa, unatoa tithe yako vizuri, unaomba vizuri, usidhani ya kwamba ati kuna condition yenye iko permanent mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo venye unapiganga magoti ukiomba Mungu genuinely, ukisimama na watu wakati watu wanakuhitaji, jua ya kwamba hiyo ni sadaka unapanda, na sadaka yenye imepandwa kwa misingi ya kimungu, uhanga inamea. Haijalishi itachukua muda upi, lakini itamea. God's time is the best. Na ndio maana nashindanga nikuambia, wakati wa Mungu ndio mzuri kuliko wakati wa binadamu. Manake wengi wameweza kuzaa watoto. Kuna watu huku nje, wacha nikuambia, wamebarikiwa. Wanapojaribu tu tendo la ndoa wanapata watoto. Wanapojaribu tu, lakini ukiangalia maisha yao ni shida bin shida. Hadi wana regret hata wangezaa watoto. Ya nini uzae watoto wengi na hata watoto waendi shule? Unazaa watoto mpaka watoto wanaendapo kukua wezi. Unazaa watoto wanateseka, watoto wanaanza kulala na wanaume wakiwa wadogo kwa sababu ya shida. Watoto wanazaa watoto wanazaa watoto. Hiyo ni maisha gani? Hiyo ni baraka gani? Hiyo ni baraka gani? So nyinyi wanawake, wakati mnaona ampati watoto, msikimbilie kujijaji ati ya kwamba Mungu hawapendi. Hapana. Mungu anawapenda, na hii kulazimisha kwenda kwa waganga nini, unaenda kwa watu wa mitishamba ati wakupee mimba. Kumbuka hiyo mimba ni wewe ndio unajipea, si Mungu amekupatia. Utaenda upate huyo mtoto my friend, alafu huyo mtoto akuwe mtoto wa visanga, mgonjwa nini, ako na complications kwa sababu haukungojea Mungu, haukutrust Mungu, ukatrust waganga na wamama wa mitishamba. Tusikie story ya udemu utafurahia. I'm rushing to akata jamaa za kuvaa. Haya. Hide my ID joy, I obviously normally do. I got my first love when I was in Form 3. After Form 4, all my friends got admitted in colleges and universities, and I was the only one left in our village. I forgot to mention that I come from a very simple background, so I had nothing to go back to, ni vibarua tu. After 2 years of hustling in Ushago, I got tired and I decided to visit my boyfriend. Then tukadecide to kai. That's how I got married. I got married because I had nothing to do at home and all my mates were in college, and I felt like this was the best thing to do. Now, of course, nimetoka Ushago sasa niko Tao. The man I got married to was actually a hustler. My sister, it started dawning on me that nilikuwa nimejipanga na nilikuwa nimejifunga for no good reason, and my ndoa was not ndoaing. This guy started pressuring me ati we get a kid. Sasa mimi nikatoa coil after 1 year ndo tutafute mtoi. But I wasn't ready for the baby. So I started taking pills bila yeye kujua. We tried for a whole year, but kumbuka mimi was taking pills bila yeye kujua. I met this guy online and we started talking. After 8 months of talking, we decided to meet.
I told the online guy that I was staying with my sister and he didn't know that I was married. 10 at 25 years. Then anataka kuolewa while I'm still this young. That guy was loaded, but he was a married man. This guy knows that I'm staying with my sister, but the whole time mimi niko hapa hivi nimeulewa, so every time he would come, we'd go to a hotel. The online guy is married and alikuwa naka in a different country, so he'd come to Kenya after every 4 months. His family stays in Nairobi, but this guy is outside the country, so when he would visit, we'd go to a hotel. Then I tell my husband I've gone to see my aunts just for a night na mimi ni rudi. Hange suspect anything. I got pregnant from my husband, but I remember that mwenye akona pesa ule mbaba zangu ndo anafaa kuwa baba mtoto na uli confuse nini? So I told him I was pregnant and he was okay with it. Remember, I'm still in my husband's house. The married man would send me money for everything, antenatal clinic, baby shopping. Hiyo pesa yote nilikuwa nataka alikuwa ananitumia juu alikuwa anajua mimba ni yake. Na kumbe mwenye mzigo ndo alikuwa anafaa kuwa anashughulikia. Sasa mimi nilikuwa naeka pesa, kila mtu na mzigo wake. By the time I was giving birth, I had already made up my mind that I'm leaving my husband because things had gone south. My husband was a mama's boy, plus madeni zenye alikuwa accumulate zilikuwa mingi. Nilikuwa nimechoka kubishwa mlango na watu wa loan. Ati wanataka pesa, mimi naibika kwa nilikuwa naibika kwa ploti. Something happened in my house and I had to travel home, and by the time I was traveling tulikuwa tumekosana sana with my husband, vibaya sana to the point we couldn't go back, na madeni zilikuwa tu namvumilia tu. So mimi I packed my clothes and my baby's clothes na mimi nikaenda shags. In his mind he thought that I would go back to him because nilikuwa nampenda. My other man was around and of course pesa nilikuwa napewa. Things got out of hand when I went home cause ni vitu mingi nilikuwa navumilia, sitaki kuongelelea hapa. Mwanaume akakuja tukakesi kwa wazee. Alafu mimi nikamwambia tu mimi nataka time cause hizo vitu alikuwa amenifanyia zilikuwa mob. My other guy had told me mimi nisirudi place nilikuwa naishi juu atake mimi nikuwe mgonjwa. Interesting. If only you knew nilikuwa nimekosana na husband. So I stayed home for 6 months and alikuwa ananitumia monthly upkeep. After those 6 months that I stayed home, I was well taken care of. Mimi akanitoa akanirudisha Nairobi. Now things started getting worse. Apparently Joy, this guy was a narcissist. He didn't want me to go to work. He provided me with everything. Pesa alikuwa ananipea lakini ilikuwa fixed income. I came to Nairobi with a kid that was 1 year. Mtoi now is now 6 years and I'm still a housewife. Alikata kuniekea biashara. I suggested anirudishe shule akakataa. Joy, this man is a millionaire. He's very rich. Nikisema jina yake hapa mtamjua. He wasn't rich tukipatana, but hizi miaka zote tumekana yeye amejaa pesa like nothing else. So last year akaanza za ovyo. Joy, nilikuwa nimekaa hivi, this man wanted to dump me and the only thing I have to show for my life is pictures, fancy hotels and the latest iPhone. No, this was not enough for me. Yet anataka kuniacha. Hell no. He refused to empower me back. Namwambia nirudishe shule anakata, alafu over rumors anataka kuniacha. Nili decide I will never let this happen. He went missing for 2 months. I almost went mad because I'm a housewife and I can't afford rent. School ya mtoi pia anasomea ni very expensive. Guess what I did, Joy? Nilienda kwa mababu. That man came back crawling. But saizi nimepata akili. Hizo 2 months ilinifunza. Every coin ananipea mimi na save. Na nitasave na nitaendelea kusave akiendelea kunipea. Anything I want him to give me ananipea. So mimi I want him to buy me an apartment under my name na nifungulie biashara. Because this man is loaded, hiyo pesa namuitisha ni ndogo sana na mimi niko na mkono ya biashara. Tutakupromote, mama atakupromote. But cause madawa za mababu, mimi am meeting with a big spoon. Hata nikimcall saizi nimwambie I need anything ikwe ni pesa ngapi, mtu ananitumia. Mababu noma si noma. Huko ndo nitashinda nikirudi. There is no way angeniacha after all that while. I'm the one who will decide when to end this relationship. Mwanaume akikusumbua tu kidogo mroge dada. Am I evil to think so? Umesema mwanaume akitusumbua tunamwenda tu kwa mababu. But anyway, this is a nice one. This is one of those nice ones. And okay. Do your thing. Ange kutesa hivyo na kutesa aje hivyo. Do your thing. Oh my God, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, for those people ambao mnanipata vizuri, nataka muweze kujua ya kwamba huyu msichana wetu guys, ni msichana ambaye ameweza kukufa na umri wa miaka 41. Esther alizaliwa mwaka wa 1984 na amekufa 2025. So ukipiga hii hesabu unaona huyu ni madam akona miaka 41 ndio alikuwa anaelekea ama alikuwa anaingia miaka
42. Unanielewa? So kwa wale watu ambao mnanipata vizuri, hivyo ndivyo hali ilivyo, unaona. So huyu madam sasa hivi anazikwa na anazikwa huko maeneo yao ambayo ni Sirare. So Esther Gati, mahali penye ulioko ama mahali roho yako iko, naomba Mungu aweze kuilaza mahali pema peponi. Unaona, mahali pema peponi. Ulipenda, nilikuwa naona vile ulikuwa na post video zako. Hizi video tumekuwa tukizitazama. Ulikuwa na mapenzi mingi sana, lakini mwanaume mwenye ulikuwa unaishi naye kwa nyumba ni mwanaume ambaye ni kitombi, ni takataka. Alichukulia mapenzi yako for granted mpaka akaend up kuanza kulala na wanawake wengine huko nje. Do you know guys how painful it is kwa mwanaume kuenda kulala na mwanamke mwingine? Hiyo kitu yake anaenda anaingiza kwa mwanamke mwingine, alafu anakuletea nyumbani, anakuingiza. Na labda wewe ni mwanamke mwenye nambaye uko very sensitive, kujikuna nayo. Wewe unadhani umepata mwanamke huko nje, mwanamke mwenye anakufanyia style zingine mzuri, style mpaka hata za kishetani. Wewe unadhani ya kwamba sasa umepata mapenzi. Kumbe wewe my friend umepatana na malaya, mwanamke ambaye alikuwa anajiuza, ako na experience ya umalaya. Lakini wewe unaona mwanamke mwenye uko na yeye ameokoka sana, akupeangi na style zingine. So unaamua kuendea yule mwanamke mwenye na ambaye anakufanyia hizo style mzuri bila ya kujua kwamba ni setup ya ukimwi, ni setup ya kukumaliza pesa zako. So sasa hivi juu umemmaliza, umeamua kumuua Esther, wacha tuone sasa yule mwanamke mwenye na ambaye ni special kuliko Esther. Let us wait and see. Si tuko tu hapa, tutaona hizo maduka zenye umenyang'anya Esther sasa hivi zinalaniwa na brother yako. Wacha tuone zita last for how long, zita last for how long. Mimi nimeona ma brothers, ma sisters wanachukua ma brothers zao kutoka nyumbani, wanawaleta Nairobi, wanawaweka wa manage biashara juu ni damu yako. Unamtoa nyumbani, unamwajiri, anauza pesa akiweka kwa mfuko, anauza pesa akiweka kwa mfuko mpaka duka inaanguka. Wakati duka inaanguka, wakati unaenda kufunga hiyo duka, ni yeye ndiye anaenda anakomboa. Sasa anakuwa yeye ndiye anakomboa. Sasa unakuta duka yenye ilikuwa yako imekuwa ya brother yako ama imekuwa ya sister yako. Sister mwenye ulimtoa nyumbani bila ndururu, umemwajiri na ulikuwa unamlipa pesa kidogo, lakini wewe amekuangushia biashara, umefunga biashara alafu yeye akaikomboa. Ametoa wapi hizo pesa zenye amekomboa nazo duka? Na anapokomboa hiyo duka my friend, anaendelea kukuwa tajiri na wewe unabaki ukilipa malon. Watu wangapi wamefanyiwa hivyo na masista na mandugu? So wacha tuone. Wewe si ni mgonjwa, by the time unaenda kupona utakuja utatafuta hiyo duka, utaikosa. Hata hiyo gari yenye unasema uko nayo, you wait and you will see. Utajua kwamba hii dunia haina huruma. So thank you so much guys for listening. Please leave your comment there on the comment section. Like the video. Tukutane kwa the next video au vipi? Bye bye. Jackson hapa.